Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa na wasalimu mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi wenu mchungaji Joshua. Na siku ya leo Mungu alinielekeza kama vile nilipotangulia kuambia asubuhi ya kwamba tutakuwa na shiriki kanisa ambapo sikuwa nimedisclose ni wapi sababu nilikuwa napata na ngoja nipate mwongozo wa Bwana. Na Mungu akaniongoza kwa kanisa la mmoja ambao ni wachungaji ambao ni marafiki zangu ambao ni watu nimejuana nao kwa muda. Na siku ya leo niko hapa nimekuja nikapata ya kwamba hawa watumishi wa Mungu wanaabudia nje ama kwa kanisa ambalo halina paa. Kwa hivyo tuko naye hapa mtumishi wa Mungu atatuambia majina yake pamoja na mke wake. Alafu atatueleza ni nini hasa kilitokea ama wanangelitaka tuwasaidie namna gani. Sababu hili ni jambo ambalo baadhi ya mambo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu, na ninaamini huyu ni baadhi tu ya wachungaji wengi ambao wanapitia changamoto kama hizi. Na upendo wa Mungu ni kama umepoa katika kanisa la Bwana. Na tunataka turegeshe huo upendo kwa kushirikiana kama vile mitume wa kwanza walikuwa ya kwamba wanaleta vitu kwa pamoja, wanakuwa na ushirika na vitu kwa pamoja. Ya kwamba hakukuwa na mtu alikuwa na upungufu. Sababu sielewi ni maana gani ambapo kuna wahubiri wale wakubwa wako na makanisa makubwa wako settled, ili hali kuna ndugu zetu kama hawa ambao wanapitia changamoto kama hii. Na naamini ya kwamba tunaweza tukabadilisha hali moja baada ya nyingine. Wacha niwakaribisha watumishi wa Mungu, alafu tutakuwa tunaendelea. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Asante sana. Amen. Kwa majina mimi naitwa Francis Maasha Mkutano. Ninachunga hii kanisa ya Jesus Life of the World. Nilikuwa na ushirika pale maeneo ya Mkoroshoni. Kisha baada shida ikaja katokea ya kuhusiana na kiwanja. Msika mwenyewe alikuwa ni mmoja wetu wa kanisa, kisha baadaye akaja katoka. Alafu akaja akatugeuka na akataka tuondoke kwa haraka. So ile mbinu ya hapa na pale ile kugafulika namna hiyo ndio ikabidi sasa nao tukimbizane tuone vile tutapata wapi, na ndio tukaja tukafanikiwa kupata hapa na tukaanza hii structure vile iko na pesa ikaishia katikati. That's why tunaamini Mungu atatupigania na atatutetea kule vinapokwenda. So nashukuru tu Mungu katika hiyo hali vile tuko, tunaamini tu Mungu atatupigania. Maadamu tumepata hiki kiwanja, tutaendelea tu na kujipanga. Na whoever ambaye ataonekana ambaye anaweza kutupa mkono kwa ajili ya kusimama na hii kazi, Mungu akubariki sana. Na tutasikia vizuri wakati tutakaposhirikiana. So Mungu awabariki. Na pengine mchungaji, niulize, nimeona washirika wamefungua sana. Mimi nilikuwa nimeona lile kanisa lingine pale kulikuwa na washirika wengi sana. Labda kuna changamoto labda umepitia wakati ulikuwa katika uhamishoni kutoka pale town mpaka kuja hapa. Changamoto ya kupoteza labda baadhi ya washirika. Kupoteza wengi sana. Hawa ni baadhi yao tu, lakini wengi nao pia katika ile usafiri kutoka kule na kutoka mbali wanakanyaga. Ile moyo tu kwamba nao mama na mtoto wetu, lakini wanatoka mbali na usafiri na shida, lakini wanaamua tu kukuja tu. Na wengine wengi tumewapoteza tu. Wengine wamesema hawezi kuja huko nyumbani. Hivyo tuko nayo shida. Kwa hivyo mpendo, umesikiza na umesikiliza mtumishi mwenyewe ya kwamba kuna changamoto. Na watu ni watu ambao wamejitolea. Mimi nimeona upendo wa ajabu. Sababu kama wanalipa nauli kutoka huko kote, ni kumaanisha zile nauli ama fedha ambazo labda wanatumia katika usafiri, wangekuwa wamefanya mambo makubwa. Labda hata wangekuwa wamefanya roofing. Na in fact hiki kiwanja wamenunua, Mungu amewawezesha. Hapa ni mahali ambapo ni prime. Kwa hivyo wacheni tukasimame na watumishi wa Mungu. Wasisikie kuvunjika moyo, wasisikie kukata tamaa. Labda nimuulize mama, sababu najua kuna mambo mengi wanatendeka katika familia za wachungaji, mimi nikiwa mmoja wao. Na kama kuna watu wanashikilianga huduma ni wamama, na saa zingine hawaonekani, hawatambulikani. Wacha tusikie mama naye labda atusalimia, tuambie majina yake na ametuambie vile amekuwa huduma imekuwa namna gani kutoka apitie changamoto hii mpaka mahali amefika. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Cecilia na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Nikielezea changamoto ambazo tumekutana nazo ni nyingi sana na siwezi nikaelezea zote zikaisha. But kwa upande wangu hasa kwa sababu huduma yangu hasa iko upande wa watoto.
nimeona tukipoteza watoto. Rika lile dogo tumelipoteza, wengi tulikuwa nao wamepotea katika mambo ya dunia, na ni watoto tulianza na wao wakiwa chini, tukawasimamisha vizuri. Sasa naona yani hicho kizazi ni kama tu kimepotea. Kwa hivyo ni kumwomba Mungu tu akituwezesha, tukisimama tena upya, tuangalie tu wagange kile kizazi ambacho kimepotea, na kile chengine kinainuka sasa hivi. Unakuta hata pia ni ngumu kuwafundisha, kama Sunday school ni ngumu, maana kule tunatoka ni mbali. Ukikuja huko watoto nao ni mbali, hawawezi kuja peke yao, mpaka waje na wazazi. Unakuta hakuna time nzuri ya kukaa na wale watoto. Kwa hivyo tunaona ni kizazi ambacho kinapotea. Kwa hivyo ni tuinuke sisi kama Wakristo, tushikane mkono, tusaidiane kwa ajili ya hiki kizazi kisipotee. Mungu. Amen. Huyu ni mama mchungaji, ameongea kama mzazi ambaye akaona uchungu wa kuangalia kazi ambayo umeifanya kwa muda mrefu, ya kwamba ni kama inaambulia patu. Sababu gani? Kuna mtu ndani ya moyo wake aliruhusu shetani amtumie ili kuharibu ile kazi ambayo njema Mungu alikuwa ameitengeneza. Lakini nataka tuseme hivi, sababu unaona kuna wale watu ambao wana criticize mambo ambao hawajui. Mambo ya kiroho ama mambo ya Mungu yako na changamoto zake. Na ndio maana Biblia inasema touch not my anointed one, do them no harm. Usiguze mtumishi wa Mungu. Hawa ni watu wamebeba mizigo, wamebeba burden, na si zao, ni za watu. Sababu hiyo ndio kazi Mungu amewaitia. Saa zingine wanafunga, wanaomba, wanakesha kwa sababu ya watu. Jameni, wacheni tusimame na watu wa Mungu, wacheni tuwatie moyo. Labda unaweza cameraman anaweza waonyesha huku hii roof hakuna. Tulikuwa asubuhi tukiomba hapa, tulikuwa tunaomba wingu, Mungu alisimamisha. Ndio hilo jua likiwaka watu wanahama. Jameni, wacheni tufanye kitu kwa ajili ya hao watumishi wa Mungu. Labda mtumishi wa Mungu unaweza ukapeana namba yako kwa simu pale, sababu kuna mtu ako mahali pale na ambaye anabeba huu mzigo. Yeye ana shida na anajua kwamba Mungu ndiye amenipatia na amenibariki kile amenibariki nacho. Na ninataka nisimame na kazi yake. Na atapata huu mtu. Uko na namba ama paybill ama whatever ambao unaweza kutaka kutumia ili waweze kusimama na wewe. Okay, namba naweza peana pale, tapeana tu namba yangu ya binafsi. 0719 736 466. 0719 736 466. Amen. Ujumbe mmeupata ndio huo wapendwa. Wacheni tusimame na watumishi wa Mungu. Wacheni tuwatie moyo. Biblia inasema God loves a cheerful giver. Na Mungu huyo ndio mtu ambaye anafurahishwa na mtu anayepeana, anayetoa kwa moyo na kwa kufurahia. Haleluya. So hii ni yako. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana watumishi. Mimi nimebarikiwa. Nashukuru Bwana kwa ajili ya neno la siku ya leo. Si bure Mungu amemleta hapa. Na naamini ya kwamba huu ni mwanzo tu ya mambo makubwa yale Mungu anaenda kutenda katika jina la Yesu. Upendo Mungu awabariki sana na amani ya Bwana. Tupatane hapo kesho tunapoendelea na safari yetu ya imani ndani ya Kristo Yesu kuelekea Nairobi. Mungu awabariki sana. Asante.